Somo la mbili la Injili ya uwanjani. Uzima mpya. Waraka wa moja Yohana wa 3:2 na 2 Korintho wa 5:17. Maria usome scripture mbili. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:2. 3:2 nayo inasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. 2 Korintho wa 5:17. Maria soma 2 Korintho wa 5. Yeah. Sema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Amen. Utangulizi. Funga maiki. Maria funga maiki. Utangulizi. Maelezo kuhusu uzima wa kweli yanapatikana katika Injili ya Yohana. Yohana sura ya kwanza inaweza kuonekana kama hitimisho na kuanzia sura ya 2 hadi 21 ni majibu yote. Kwa nini hatuelewi uzima huu mpya? Inaelezea sababu kwa nini Injili ni uzima wa kweli. Uzima huu hauzungumzi tu uzima wa kimwili, bali ni uzima wa kiroho. Kuokolewa ni kupokea usambazaji wa uzima mpya wa Mungu. Ukipata uzima upya, unawekwa huru kabisa kutoka kwa mamlaka ya Shetani. Ndiyo maana Injili inaitwa nuru katika Injili ya Yohana. Ni nuru ya uumbaji ya Mwanzo sura ya 1. Injili hii ni nguvu ya Mungu. Katika 1 Korintho wa 1:18, kwa maana neno la msalaba kwao wanaopotea ni upumbavu, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Ni nguvu inayoweza kutatua matatizo yote ya wanadamu. Lakini kwa nini matatizo yetu hayatatuliwi? Sababu imeeleza vizuri katika Injili ya Yohana. Hasa katika Yohana sura ya kwanza imeeleza vizuri Yesu Kristo alikuja kama nuru, lakini watu hawamjui na hawamuamini. Kwa hiyo katika Warumi wa 1:16 pia inasema Injili ni nguvu. Kwa maana sionei haya Injili,
kwa sababu ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu kwa kila aminie, ni nguvu ya Mungu. Katika 1 Korintho wa 1:18 pia inaitwa nguvu. Watu wengi hawajui siri hii ya ajabu ya Yesu Kristo, yaani kwamba Yesu Kristo ni uzima na nuru na siri ya kuwa nguvu. Wale wanaoelewa siri hii vizuri na kumpokea Yesu Kristo wanaokolewa milele. Ni ya hakika sana kiasi kwamba unaweza kuokolewa hata usiposoma Biblia hadi kufa kwako. Hata usiposoma Biblia maisha yako yote unaweza kuteseka, lakini hatutaangamia. Yule aliyempokea Yesu Kristo kama Mwokozi ana nguvu kubwa sana kiasi kwamba hataangamia milele. Hii ndiyo sifa ya uzima na nuru na nguvu iliyo ndani ya Kristo. Katika enzi ya Agano la Kale, hata kwa kusikia tu kijuju kuhusu nguvu za Yesu Kristo kazi zilitokea. Kwa kusikia tu unabii kuhusu Masihi ajaye na bila hata kuamini sawasawa, Israeli iliteka nusu ya dunia. Israeli imechukua zaidi ya 30% ya tuzo za Nobel. Wafikiriaji bora wote ni Wayahudi. Wafikiriaji maarufu wote ni Wayahudi. Wanasiasa maarufu, wanafizikia na wasomi bora wote ni Wayahudi. Sasa Wayahudi wanadhibiti zaidi ya 50% ya ushawishi duniani. Kilichobaki mbeleni kitatimizwa kupitia Yesu. Katika enzi ya Agano la Kale, walitawala kwa kutumia kiburi tu cha Yesu. Katika enzi ya Agano Jipya, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Inasema kuwa ukimjua na kumpokea Yesu Kristo, umepewa mamlaka ya kuwa mtoto wake. Kwa hiyo Injili ni nguvu. Naomba muamini hili. Alitupea tangu mwanzo na haitabadilika milele. Roho Mtakatifu anakaa ndani ya yule aliyempokea Yesu Kristo kama Mwokozi. Kwa nini Mungu alitupa vitabu 69 vya Biblia? Alitupa ili tuelewe kwa usahihi maana ya Kristo. Kwa kutumia vitabu 66 vya Biblia, ukijua njia ya kukutana na Mungu, njia ya kumshinda shetani, njia ya kuokolewa, nuru itaendelea kuja na nguvu ya uzima itaendelea kutirika.
Wakati huo utafurahia baraka za Mungu na kila mahali unapoenda baraka za Mungu zitadhihirika. Watu wengi wanatazama Biblia kwa mwelekeo mwingine. Wamepoteza kusudi la asili alilotoa Mungu. Biblia ni hadithi kuhusu Kristo. Kwa maneno mengine ni hadithi ya kukutana na Mungu. Kwa hiyo hupaswi kutazama Biblia kwa macho mengine. Unaposoma Mwanzo, kwa nini hili iliandikwa? Ni muhimu na muhimu zaidi kuliko hiyo ni hali wakati wa kuiandika. Musa aliandika kitabu cha Mwanzo. Musa ni mtu anayejua vizuri sana kuhusu wokovu. Musa alipoandika Mwanzo hakuandika tu, bali ni kitabu alichoandika alipokuwa akipita jangwani wakati akiteseka zaidi. Unapofurahia Kristo, baraka zote zinazoonekana katika vitabu 66 vya Biblia zinakuwa zenu. Neno la Biblia si mzaha hata kidogo. Hakika linakuwa nuru na kweli na uzima. Biblia ilitolewa kwetu ili kutupa wokovu. Unapotembea katika uwanja wa uinjilisti na kuitazama Biblia, unatambua kuwa huu ni uzima bila shaka. Katika uwanja wa uinjilisti, unatambua kuwa neno ni neno la uzima lililo hai. Kwa hiyo, fanyeni uinjilisti. Neno hili linamaanisha Mungu anatuambia, elewa ratiba yako, kwa sababu kila kitu cha Mungu kimbo ndani ya uinjilisti. Unapofanya uinjilisti, unakuja kujua kiasili kwamba uwanja unahitaji injili. Injili hii ni nani? Ni Kristo. Unapomtafiti Kristo, unatambua kuwa Kristo ndiye msingi wa vitabu 66 vya Biblia. Unapoelewa hili, nguvu za Mungu zitaendelea kuja kwenu na milango ya majibu itafunguka. Kwa hiyo mtapokea baraka kubwa za jamaa hizi. Mungu ni Mungu mema na ni Mungu sahihi sana. Kwa hiyo ni rahisi sana. Si kwamba unapaswa tu kumtafiti Kristo, bali huwezi kufanya kingine isipokuwa kumtafiti Kristo. Lakini kuna waumini wengi ambao wamekosa neno, wamekosa uwanja, wamekosa uinjilisti. Ndio maana hawawezi kuishi uwanja. Sasa ukienda uwanjani kwa maombi, huwezi kujizuia
kuona uinjilisti. Uinjilisti si kwenda tu kuhubiri, bali lazima ujue ratiba ya Mungu. Lazima ujue baraka ya kweli ya Mungu. Badala ya kufanya uinjilisti kwa bidii bila kujua uinjilisti ni nini, ni heri zaidi kujua uinjilisti ni nini na kuomba kwa bidii. Tunaposema tunafanya uinjilisti, tunakimbia huku na huko, tukitaka kupupua kanisa kwa ajili ya makovu na nia zilizofichika. Kwa hiyo tutakuwa na mateso kiasi gani? Upupuo wa kanisa ni kitu ambacho Mungu anakifanya. Ukijua kweli kwamba uinjilisti ni ratiba ya Mungu, utahitaji injili na hakika utahitaji Kristo pekee. Unapotazama vitabu 66 vya Biblia kupitia hili, nuru na nguvu zitaendelea kuja kwenu. Katika Matendo ya Mitume wa 22, Mtume Paulo alipokiri alisema kuwa baada ya kukutana na Kristo na kuokolewa, kazi iliendelea kutokea. Tangu wakati huo, unapoomba kwa jina la Yesu Kristo, milango ya majibu ya ajabu hufunguka. Tangu wakati huu, unaanza kutumia mamlaka ya Yesu Kristo. Tangu wakati huu, nguvu kubwa sana inaendelea kutokea mafululizo. Mada kuu ya kwanza, kumpokea Bwana Yesu inamaanisha kupata uzima na inamaanisha kukaa kwa Roho Takatifu ndani ya kuongozwa naye. Jambo la kwanza kabisa la kumjulisha aliyeokoka ni ukweli kwamba Mungu yuko pamoja naye. Basi yuko pamoja nasi namna gani? Kukaa kwa Roho Mtakatifu ndani. 1 Korintho wa 3 mstari 16, yuko pamoja nasi kwa kukaa ndani yetu. Roho Mtakatifu anakaa ndani ya yule aliyeokoka, lakini yule aliyeokoka anateseka kwa sababu haamini ukweli huu na anatumia ubinadamu wake. Mtu aliyeokoka hawezi kame kuangamia. Ni kwa sababu Mungu yuko ndani ya yule aliyeokoka. Namba 2 mdogo, yuko pamoja nasi kupitia uongozi wa Roho Mtakatifu. Yohana wa 14 mstari 16 hadi 17. Matendo ya Mitume wa 1 mstari 8. Roho Mtakatifu anatuongoza ili tuweze kuushinda ulimwengu. Ukiongoza na Roho Mtakatifu unaweza kufanya kila kitu. Kuna jambo moja tu tunalopaswa kufanya, ni kuongoza
na Roho Mtakatifu. Namba 3 mdogo, yuko pamoja nasi kupitia majibu ya maombi. Yohana wa 16 mstari 24. Kazi ya Roho. Kristo aliyefufuka sasa yuko pamoja nasi kupitia Roho na anajibu maombi. Unapoomba kwa jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anafanya kazi bila kuonekana kwa macho. Namba 4 mdogo, kumpunga shetani. Mathayo wa 12 mstari 28 hadi 29. Ikiwa aliyeokoka ataeneza vuguvugu la neno la kuomba tu, shetani atafunga. Ni kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Hatupaswi kwenda uwanjani hivi na hivi, bali tunapaswa kwenda ili kupungua vuguvugu la neno. Lazima uelewe hili ili uone jinsi uinjilisti unavyokuwa baraka kubwa. Namba 4 mdogo, kutuma kwa malaika. Ufunuo wa 8 mistari 3 hadi 5. Zaburi wa 103 mistari 20 mpaka 22. Mtoto wa Mungu akisikilia neno na kuomba, Mungu anafanya kazi kwa kuhamasisha jeshi la mbinguni. Katika Kutoka wa 14 mstari 19, Bwana alituma malaika wa Bwana mbele ya Musa. Malaika wa Bwana hutimiza neno la Mungu, hutimiza mapenzi ya Mungu, na kila mahali ambapo watu wa Bwana wanapoomba anafanya kazi. Namba 6 mdogo, uraia wa mbinguni. Filipo wa 3 mstari 20. Mathayo wa 16 mstari 13 hadi 20. Dhamana. Kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani yetu, hata tukipata mateso na majaribu, hatutafeli bali tutashinda. Ni kwa sababu tumepokea dhamana. Hata kama chama cha kikomunisti kilishinda kila kitu, hakikuweza kushinda kanisa. Hata kama dikteta alishinda kila kitu, hakuweza kuishinda kanisa. Kiongozi mwovu alijaribu kuiondoa kanisa, lakini yeye mwenyewe ndiye aliyeweza kuondolewa. Ni kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi siku zote. Namba 7 mdogo, haki ya kutawala ulimwengu. Mathayo wa 28 mstari 18 hadi 20. Na Matendo ya Mitume wa 1 mstari
nane. Tunayo baraka ya kushinda giza linalowashikilia wasioamini na kuokoa ulimwengu unaokupa. Tunapaswa kufurahia baraka 7 za yule aliyeokoka. Kwa neno moja ni Mungu wa Utatu Mtakatifu kuwa pamoja nasi. Ukimpokea Yesu Kristo, utu wa ndani unabadilika kabisa. Unaweka nuru kabisa kutoka kwa Shetani. Kwa nini? Kwa sababu ndani yenu, kulingana na Warumi 8:2, Roho wa uzima anakaa ndani yenu. Kukaa kwa Roho na kuongoza na Roho inamaanisha ni nini? Inamaanisha Mungu yuko pamoja nasi. Uzima huu tayari umekuja kwetu. Kwa sababu hatujui hili vizuri, Injili ya Yohana ndiyo iliyoieleza. Katika Yohana sura ya 1 inasema ni kwa sababu hawampokei Kristo yule anayeteseka na kipapa na uraibu na matatizo ya akili na matatizo ya kiroho. Akimpokea Kristo, matatizo yake yatatatuliwa kabisa. Katika Yohana sura ya 2 hakuna nguvu kwa sababu Yesu Kristo si Bwana. Yesu Kristo akiwa Bwana kwa namna ya ajabu na milango ya miujiza hufunguka tu. Kwa mfano, wakati Kristo anapokuwa Bwana wa nyumba ya karamu ya harusi, yuko Kana, furaha ya kweli inarejesha. Wakati Kristo anapokuwa Bwana wa maisha yetu, furaha ya kweli na shukrani vinarejesha. Katika Yohana sura ya 3, sababu ya mtu anayemwamini Yesu kweli ni kwa sababu anaishi maisha ya kidini. Katika Yohana sura ya 4, ikiwa unafanya imani ya kishirikina au fumbo lisilo na afya, huwezi kupata uzoefu wa nguvu ya kweli. Mwanamke Msamaria amekosea akifikiri kuwa lazima kuabudu huko Yerusalemu. Wakati huo Yesu akasema, wala si katika mlima huu, wala yule Yerusalemu. Mungu ni Roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kuamini kwamba Mungu anafanya kazi katika mahali fulani au kitu fulani kilichoweka ni imani ya kuabudu sanamu. Ikiwa unayo imani ya namna hili, huwezi kupokea majibu. Mungu ametupa uzima pekee. Kati ya hizo, zawadi ya kwanza ni bali wote waliompokea.
aliwapa uwezo wa kupanika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kumpokea Kristo inamaanisha kuwa uzima unabadilika papo hapo. Jasisi akijisalimisha, hadi yake inabadilika papo hapo. Tunapokuja mbele ya Yesu Kristo, kutubu dhambi zetu na kumpokea Yesu Kristo kama Mwokozi wangu, matatizo yote yanaisha. Msijaribu kutatua kitu, mkimpokea tu Yesu Kristo kama Mwokozi, inaisha. Ni kwa sababu Yesu Kristo ni uzima. Tangu wakati huo Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Kwa hiyo unapata kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ushindi utaendelea. Huu ndio uzima. Uzima huu ulipotea lini? Mwanzo wa 3 mstari 1 hadi 10. Ulipotea kwa sababu ya Shetani. Ikiwa muamini hawezi kumshinda Shetani kwa jina la Kristo, hawezi kufanikiwa kamwe. Shetani alimpania Mungu changamoto bila hofu. Huyu ni kiumbe wa kiroho. Malaika aliyekuwa akimsifu Mungu alianguka kwa kutaka kuwa kama Mungu, kisha akatupa angani. Shetani alifukuza kutoka kwenye kiti cha enzi na akashika mamlaka ya angani. Shetani alimshinda kabisa Adamu na Hawa. Kwa hivyo alitawala ulimwengu kabisa. Efeso wa 6 mstari 12. Kwa hiyo vita vyetu si juu ya damu na nyama. Mfano, wakati miili yetu inapokuwa dhaifu, wadudu wa magonjwa huingia. Vivyo hivyo, tunapokuwa dhaifu kiroho, Shetani anakuja kusambuliza. Shetani anatudanganya ili kutufanya dhaifu kiroho na kutuzuia kupokea neema. Kwa maneno mengine, anashusha imani yetu. Katika Mwanzo wa 3, Ibilisi aliwaangamiza wanadamu kabisa. Binadamu anapaswa tu kukutana na Mungu, lakini alizuia uzima huu. Ni jambo la kusikitisha kiasi gani? Kwa hiyo, tukijua tu njia ya kukutana na Mungu, tutashinda. Tumeweka nuru kutoka kwa nguvu za Shetani kupitia Yesu Kristo, na kupitia Yesu Kristo tunaweza kuvunja nguvu za Shetani. Tangu wakati huu, milango ya majibu inaanza kufunguka. Ikiwa muamini hajui ukweli huu, hakuna kinachoweza kupanika. Shetani bado yupo hata sasa. Shetani huyu ana kusudi la kuwapo wake ni kumpania Mungu changamoto, kushika mamlaka ya angani,
muangusha Adamu na Hawa na yani binadamu na kuangusha nini pia. Katika Mathayo wa 4 mistari 1 hadi 10, shetani huyu alimfanya changamoto Yesu ambaye ni Mungu. Ikiwa ni hivyo, kwetu sisi ni bila kusema anatufanya tuendelee kutokuamini. Kwa maana ya ajabu, anatufanya tupoteze nguvu na kutufanya tuelemee mambo ya ulimwengu. Atafanya kanisa isiwe kama kanisa, bali lishughulikie mambo ya kimwili. Kwa hiyo anachukua uzima. Sasa watu wengi duniani wanadanganywa na desturi za ulimwengu. Wanasiasa na maprofesa, wafanyabiashara na watu wa dini wanadanganywa. Ulimwengu unavyo biku na maprofesa wengi, lakini ulimwengu mzima unaangamia hatua kwa hatua. Kuna dini nyingi na makanisa mengi sana, lakini ulimwengu mzima unaendelea kuangamia. Kuna wanasiasa bora wengi pia, lakini ulimwengu mzima unapata matatizo mengi zaidi ya kiakili na uraibu na matatizo ya kiroho. Kwa hiyo tunapaswa kupigana vita vya kiroho vizuri. Lazima tupate uzima kupitia Kristo, na sisi tuliopata uzima lazima tupigane vita vya kiroho vizuri. Kwa nini uhalifu unaongezeka sasa? Hii si kwa sababu ya njaa. Tatizo la ulimwengu ni tatizo la kiroho. Si kwamba wanaua wazazi kwa sababu ya hasira sana, bali ni watoto wenye matatizo ya kiroho wanaoua wazazi katika ulimwengu huu. Mtu aliyewaua wazazi wake alikuwa mtoto anayeenda kanisani. Mwanasiasa anayefanya ufisadi ni mtu anayeenda kanisani kwa bidii. Kwa sababu kanisa halijui uzima. Dini lingine ni bila kusema. Kwa hiyo lazima tufundishe kwa usahihi ya Injili. Mtu asiyejua uzima husema uongo, huwadanganya wengine na hata kuua kwa ajili ya nafasi na pesa na mafanikio pia. Kwetu sisi, kwenda kanisani si tatizo. Kwenda nje na kufanya uinjilisti si tatizo. Unaenda kanisani kwa bidii, lakini je, unayo uzima haswa? Tatizo la kiroho ni tatizo ambalo haliwezi kutatuliwa kabisa isipokuwa kwa uzima. Shetani anafanya kazi kwa nguvu kiasi gani? Ndiyo maana katika Efeso wa 6 mstari 12 inasema kwamba vita vyetu si juu ya damu na nyama,
au sivyo? Yesu ambaye ni Mungu alikuja duniani kufanya nini? Alikuja kutatua tatizo la mwanzo wa tatu. Jibu ni 1 Yohana wa 3 mstari 8. Kwa hiyo kwa kumwamini Kristo, uzao wa mwanamke, tulipata uzima, lakini kwa nini tumekaa kimya? Tunapaswa kuanza vita vya kiroho. Ili kufanya hivyo, lazima kwanza tupate urejesho wa kiroho. Ni wanafunzi gani wanaosababisha matatizo zaidi shuleni? Ni watoto wanaoenda kanisani. Ni wanafunzi gani wa adhabu zaidi katika shule za sekondari? Kuna watoto wengi wa wazee wa kanisa na watoto wa wachungaji. Kwa nini ni hivyo? Kwa sababu wanateseka na matatizo ya kiroho. Wanaenda kanisani kwa sababu ya wazazi wao, lakini wanasikiliza hadithi nyingi badala ya Injili. Kwa sababu hawajasikia Injili usahihi. Hawajui uzima ni nini na imani ni nini. Watoto wanasikiliza hadithi za kimwili na kupata migogoro. Kwa hiyo wanatangatanga, na kwa kuwa hawana njia ya kwenda, wanaingia katika njia mbaya. Kwa nje haionekani, lakini wanatangatanga kutoka ndani ya kuna mambo mengi wanayomfanyia shetani kama watumishi wake. Nini kama mashahidi lazima wafundishe watoto wazima na vita vya kiroho vizuri. Tunapaswa kupata uzoefu wa nguvu kubwa na kuponya mioyo vya watoto. Ikiwa huwezi kusoma, unaweza kufanya kazi nyingine, lakini ikiwa tatizo la kiroho likienda vibaya, hakuna njia ya kulirekebisha shuleni. Ikiwa wewe ni mtu unayefurahia Injili ya kweli na kuishi kwa ajili ya Injili, hata kama hakuna matunda yanayoonekana, usiyumbe na lazima ufanye uinjilisti. Ni kwa sababu ulifanya kile unachopaswa kufanya kwa ajili ya Injili. Tunapaswa kuweza kufurahia na kufikisha Injili safi tu. Ikiwa tuna uzima pekee, lakini tunatembea huku na huku kwa kufumbua macho ya kimwili ambayo ulimwengu unapenda, hivyo ni upotovu ama matapeli. Namba 2, binadamu alijaribu kuwasikilia. Binadamu alijaribu kwa silika namna gani ili kupata uzima huu? Katika
Ikiwa iko njia ionekayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Dini haiwezi kutatua dhambi ya asili. Matendo ya Mitume wa 4 mstari 12. Moja Timoti wa 2:5. Kuna watu wanao sujudu mbele za jiwe kubwa. Jiwe kubwa linajua nini? Wanasujudu mbele ya jiwe kubwa na mti mzee. Hivi ndivyo wanadamu wanavyokuwa kama wajinga. Wanafikiri kuwa wataipata uzima ikiwa wataenda kanisani kwa bidii na kuomba sana. Mwishowe wanadanganywa na shetani na kuangamia. Injili ni ile inayojulisha mkakati huu wa shetani. Dini ni juhudi za mwanadamu kujaribu kukutana na uzima. Katika Matendo ya 4 mstari 12, wala hakuna wokovu katika mwingine anaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu tulipaswa kuokolewa kwalo. Katika 1 Timoti wa 2 mstari 5, kwa maana Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni moja, mwanadamu Kristo Yesu. Falsafa, mwanzisho ya awali ya ulimwengu. Kolossayo wa 2 mstari 8. Je, Sokrates ni Mungu? Hata awe mwana falsafa bora kiasi gani, Sokrates ni mwanadamu tu. Katika Kolossayo wa 2 mstari 8. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu ya bure na madanganyo ya tupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mambo ya awali ya dunia, wala si kwa jinsi ya Kristo. Hata uwe na mawazo na itikadi nzuri kiasi gani, huwezi kupata uzima. Matendo mema si kamili. Yakobo wa 2 mstari 10. 2 Timotheo wa 1 mstari 9. Efeso wa 2 mstari 8 hadi 9. Yakobo wa 2 mstari 10. Maana mtu anaye yote atakaye ishika sheria yote, akachikwa katika neno moja, amekuwa na hatia ya yote. 2 Timotheo wa 1 mstari 9.
ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadri ya makusudi yake yeye na neema yake tuliopewa katika Kristo Yesu tangu milele. Waefeso wa 2 mistari 8 hadi 9. Kwa maana umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa kazi, mtu anayeyote asije akajisifu. Namba 4 mdogo, pesa. Kitu kitakachougua na kutoweka. Katika 1 Petro 1:18, nani mfahamu kwamba mlikombolewa kutoka katika mwenendo yenu usiopaa mlioupokea kwa sababu zenu, si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu. Katika 1 Korintho wa 3 mistari 13, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itaidhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na yule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Namba 3 mdogo, kukaa kwa Roho Mtakatifu ndani ni nini? Warumi wa 8 mstari 2, ni Mungu kuja ndani yetu kabisa. Kinachopeli ni mwili wetu na mioyo yetu, lakini Mungu hapeli kamwe, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Namba 4, uongozi wa Roho Mtakatifu ni nini? Yohana wa 14 mstari 26, ukisali kwa umakini, nguvu za Mungu zitadhihirika. Katika Matendo ya Mitume wa 1:14, hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali. Kwa hiyo kazi ujazo wa Roho Mtakatifu iliyotokea siku ya Pentekoste katika Matendo 2 inaendelea kufanya kazi hadi sasa. Nguvu ya uumbaji upya imekuja katika ulimwengu huu. Hii ndiyo nguvu ya Mungu na uzima. Wasioamini wamekusudiwa kuangamia kabisa. Kiuhalisia, lakini
kwa nini watu wanaomwamini Yesu wanaangamia? Ni kwa sababu hawamjui nguvu vizuri. Na hata baada ya kupokea uzima na nguvu vilivyo ndani ya Kristo hawajui, ingawa wameokolewa, kwa sababu hawawezi kupokea uongozo wa Mungu. Wanaishi kama wasioamini. Sisi si wasioamini, lakini kwa nini tunaishi kama wasioamini? Lakini huyo msaidizi huyo, Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, ndiye atakaye wafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kuna vitu vinavyobadilika unapopata uzima. Namba moja, hali ya roho inabadilika. Katika Yohana wa 8 mstari 10, katika Yohana wa 8 mstari wa 44 hadi 1 Yohana wa 3 mstari wa 2. Kabla ya kuokolewa kutoka kwa watoto wa Ibilisi, baba yenu ni Ibilisi, tumekuwa watoto wa Mungu. Sasa sisi ni watoto wa Mungu. Namba 2, hali ya nafsi. Moyo yetu inabadilika. Warumi wa 6 mstari 17. Warumi kutoka hapo tumeweka Warumi wa 6 mstari 22. Kutoka mtumwa wa dhambi umeweka mtumishi wa Mungu. Katika Warumi wa 6 mstari 17, lakini Mungu na shukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mliitii kwa mioyo yenu ile namna ya mafundisho mliopewa. Katika Rumi wa 6 mstari 22, lakini sasa mkiisha kuweka huru mbali na dhambi na kupaniwa watumwa wa Mungu, mnao faida yenu ndio kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Hali ya maisha, mwili na maisha inabadilika. Katika Waefeso wa 2 mstari 2, ambao zamani mlienda katika hayo mkiifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Katika Galatia wa 5 mstari 18, lakini mkiongoza na roho hamko chini ya sheria. Uzima huu ulitolewa namna gani? Wokovu unatolewa kwa neema ya Mungu kabisa.
toba. Matendo ya Mitume watatu mistari 19. Kutubu ni basi umjere ili dhambi zenu zipate kuja nyakati za kuburudisha kwa kuwako kwake Bwana. Kukiri. Moja Yohana wa 1:9, tukiziungama dhambi zenu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafishe na udhalimu wote. Kupokea. Bwana na Mungu. Yohana wa 1:12. Kukiri kwa kinywa. Warumi wa 10:9-10. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu aliyemfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Mwanzo wa imani. Waefeso 2:8-9. Yohana wa 1:13. Hatua ya mwanzo ya imani ni Mungu Mwenyezi. Wokovu ni kitu ambacho alitupa tu ili tusipe kwa Shetani. Naye alitupa imani ili tuokolewa. Katika Waefeso 2:8-9. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa kazi, kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Maudhui yaliyomo ya imani. Yohana wa 3:6. Maudhui ni imani inayofanya kazi kupitia Roho Mtakatifu. Katika Yohana wa 3:6, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Msingi wa imani. 1 Petro wa 1:23. Neno ndilo msingi. Neno aliyowapa mitume na manabii ndilo msingi, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele.
Namba 3, aliye na uzima anakuwa namna gani? Lazima azaliwe mara ya pili. Mwanzo wa 1:27, Efeso wa 2:1, Yohana wa 3:3. Binadamu alipoumbwa mara ya kwanza alipokea baraka kubwa na akaumbwa kwa mfano wa Mungu, lakini alikufa kwa makosa, dhambi za kujitakia na dhambi ya asili. Njia ya kuishi hapa inawezekana tu kupitia kuzaliwa mara ya pili. Katika Yohana wa 3:3, Yesu akajibu akamwambia, amin, amin, na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Lazima aniwe maziwa. Maziwa ni yani neno la Mungu, kama mtoto mchanga. 1 Petro wa 2:2, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyokoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Endeleeni kuthabiti njia ya kumfurahia Mungu na njia ya kukutana na Mungu mkizingatia Biblia. Hili inawezekana kupitia Yesu Kristo pekee. Lazima awe mtu mzima. Wahebrania wa 5:14, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoea kupambanua mema na mabaya. Ushuhuda unadhihirika. Matendo ya Mitume wa 1:8, ukikuwa ushuhuda unadhihirika. Kwa sababu binadamu hajui kukaa kwa Roho na uongozi wa Roho Mtakatifu, Roho ambao ni uzima wa Mungu. Anaenda kusujudu kwenye mawe na kuishi maisha ya kidini. Ni jambo lisilo na uzima. Wale ambao tayari wamemjua na kumpokea Kristo wameokolewa. Sanya wanapokea majibu kwa jina hilo. Kwa hiyo je, jina la Yesu ni jina lililo hai au ni jina lililokufa? Ukisali utajua. Kila mahali jina la Yesu linapoitwa, na familia zinabadilika, na nchi zinabadilika, na mataifa yanabadilika. Kwa nini lazima tufanye mafunzo ya Biblia na darak방? Ni kwa ajili ya kutafuta siri
iliyo ndani ya Kristo. Haya ndiyo mafunzo ya Biblia yanayofanyika katika tarakpa. Wakati huo unapokea nguvu na baraka zote zilizo ndani ya Kristo. Lazima utafute siri ndani ya Kristo. Wakati huo nguvu kubwa sana ya Mungu inakuja kwetu. Hii inaitwa mamlaka kutoka Mungu. Tuombe. Tunakushukuru Mungu utujalie sisi kwanza tufurahie baraka za uzima mpya za nguvu zilizo ndani ya Kristo. Utupe macho ya kiroho na nguvu ili tusidanganywe na mikakati ya shetani kwa sababu ya mambo ya kimwili na kizuri ya binadamu, mambo ya kidunia pia na mawazo yangu. Utajalie tuwaokoe watu wa dini wanaokufa kwa kutokusikia Injili sahihi, wale wenye matatizo ya kiroho na vizazi vinavyo tangatanga. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Maria tuimbe na tuombe kupitia hiyo mafunzo.